Kwa majina naitwa Kennedy Walusala, mimi natokea Jamhuri ya Kenya. Kwa vile mjuavyo, jana tumekuwa na mkutano wa marais, mkutano maalum wa marais kwa masuala ya Democratic Republic of Congo. Sisi kama asasi za kijamii tunafurahi sana kama wenzetu kutoka nchi tofauti wako hapa na wamekubaliana na hilo tamko la marais wetu jana kwamba masuala ya usalama na amani kule DRC lazima itatuliwe. Kisha pia tunaomba wenzetu ambao wanatoka Kongo, hasa sana M23, wakomeshe vita ya kule mashariki mwa Kongo. Washiriki wa mkutano huu walijadili kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama katika DRC. Ilibainika kuwa iwapo mgogoro huu hautashughulikiwa kwa dharura, kuna hatari ya kuzidi kuwa mbaya zaidi na kuhatarisha utulivu wa kanda nzima. Kutokana na tishio hili, wadau wa asasi za kiraia walisisitiza haja ya kuongeza juhudi za pamoja kudai suluhisho la kudumu na shirikishi kwa kuzingatia maeneo yafuatayo: kusitisha mapigano mara moja na kuondolewa kwa vikosi vya kigeni vilivyoingia katika ardhi ya DRC bila mwaliko. Pili, kurudisha amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tatu, kupatikana kwa haki kwa waathiriwa wa machafuko. Washiriki walikaribisha mkutano wa pamoja wa EAC na SADC na hasa waliunga mkono uamuzi wa kuunganisha michakato ya Rwanda na Nairobi ili kuwezesha mazungumzo kati ya DRC na Rwanda, huku akisisitiza umuhimu wa kusitisha mapigano mara moja na kwa ufanisi. Aidha, washiriki walisisitiza umuhimu wa mtazamo wa pamoja wa kanda ili kuhakikisha kwamba kuna mitikio wa pamoja na wa kina kuhusu changamoto za kiusalama, kibinadamu na kisiasa zinazoikumba DRC na kanda ya maziwa makuu kwa ujumla. Washiriki wa mkutano huu walithibitisha tena dhamira yao ya kufanya kazi kwa mshikamano na kamati ya mgogoro ya amani na usalama kwa ajili ya DRC na kushiriki katika juhudi mbalimbali za kufanikisha amani ya kudumu nchini DRC na katika kanda nzima. Kwa msingi huu, tunatoa wito kwa wadau wote wenye dhamana ya kutekeleza maazimio kuhakikisha kuwa maamuzi yaliyofikiwa katika mkutano wa pamoja wa EAC na SADC yanatekelezwa kwa ufanisi. Tunatoa shukrani kwa wakuu wa nchi kwa kuitisha kwa wakati mwafaka mkutano huu maalum kuhusu hali ya usalama katika DRC. Under the initiative of the National Civil Society Forum of the Democratic Republic of Congo, and in collaboration with the regional chair of the Civil Society Forum, met in Dar es Salaam from 7th to 9th February 2025 to support the decision of the joint EAC-SADC Extraordinary Summit of the Heads of State and Government held in Dar es Salaam. The participants had discussions about escalating security situation in DRC. It emerged that if this crisis is not resolved with urgency, it risks escalating and destabilizing the entire region. In response to this threat, civil society actors emphasized the need for increased mobilization to demand sustainable and inclusive solutions, with a particular focus on the immediate cessation of hostilities and the withdrawal of uninvited foreign armed forces from the territory of DRC, the restoration of peace, justice for the victims,
The participants welcomed the EAC-SADC Joint Summit and particularly appreciated the decision to merge the Luanda and Nairobi processes to facilitate negotiations between the DRC and Rwanda, while demanding an immediate and effective ceasefire. They also stressed the importance of a coordinated regional approach, ensuring a collective and coherent response to the security, humanitarian and political challenges affecting the DRC and the broader Great Lakes region. The participants reaffirmed their determination to work in synergy with the Crisis Committee for Peace and Security in the DRC and to engage in various efforts aimed at achieving lasting peace in the DRC and the region. Having said that, we call for all the responsible parties in implementing the resolution to ensure effective implementation of the decision reached during the EAC-SADC Joint Summit. We support the heads of state for the timely holding of the special summit on the security situation in DRC. Thank you. Déclaration de la réunion régionale de la société civile à Dar es Salaam sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À l'initiative du Forum national de la société civile et en collaboration avec le président du Forum de la société civile, il s'est réuni à Dar es Salaam du 7 au 9 février 2025 pour soutenir la décision du sommet extraordinaire conjoint EAC-SADC des chefs d'État et de gouvernement tenu à Dar es Salaam. Les participants ont eu des discussions sur l'escalade de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Il est apparu que si cette crise n'est pas résolue dans toute urgence, elle risque de s'intensifier et de déstabiliser l'ensemble de la région. En réponse à cette menace, les acteurs de la société civile ont souligné la nécessité d'une mobilisation accrue pour exiger des solutions durables et inclusives avec un accent particulier sur la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la République démocratique du Congo, le rétablissement de la paix, la justice pour les victimes. Les participants ont salué le sommet conjoint SADC-EAC et ont particulièrement apprécié la décision de fusionner les processus de Luanda et Nairobi pour faciliter des négociations entre la RDC et le Rwanda, tout en exigeant un cessez-le-feu immédiat et effectif. Ils ont également souligné l'importance d'une approche régionale coordonnée garantissant une réponse collective et cohérente aux défis sécuritaires, humanitaires et politiques qui affectent la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Les participants ont affirmé leur détermination à travailler en synergie avec les comités de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et à s'engager dans divers efforts visant à parvenir à une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ceci dit, nous appelons toutes les parties responsables de la mise en œuvre de la résolution à assurer la mise en œuvre efficace de la décision prise lors du sommet conjoint SADC-EAC. Nous soutenons les chefs d'État pour la tenue en temps opportun du sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire en RDC.